Kutokana na taarifa iliyotolewa na Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ya kijana aliyejaribu kuharibu magari yake kwa makusudi ili apewe fidia ya uharibifu wa mali kutoka kwenye bima yake aliyokatia magari hayo, Richard Toyota, meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA kanda ya Ziwa, ametoa ufafanuzi wa kipi kinakubalika na kipi hakikubaliki katika ulipaji wa fidia kwa vyombo vya moto ambavyo vilikatiwa bima. Naitwa Richard Toyota, ni meneja wa TIRA kanda ya Ziwa. TIRA ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania kwa wale ambao unaweza kuwa wanapata changamoto mbalimbali. Lakini pia nitumie fursa hii kuwakumbusha Watanzania ambao watapata nafasi ya kufuatilia kwamba mamlaka ya bima Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya bima sura ya 394 kifungu cha 5 ndio kimeanzisha mamlaka hii, ikiwa imepewa majukumu mengi kidogo, lakini kwa sababu ya mazingira naomba niseme machache. Moja, kutoa elimu ya bima kwa wananchi. Na unapotoa elimu ya bima kwa wananchi, maana yake unawajengea uwezo wao wenyewe wa kuweza kuona uhakika kwamba huduma wanazotumia hakika ni salama, lakini pia zinawafaa. Kwa hiyo unakuwa kama unatengenezea uwezo wa kujilinda wao wenyewe, kwa sababu anakuwa na uelewa. Kama ambavyo wewe unapopewa elimu ya malaria, maana yake ni kwamba nikitumia chandarua au nikaishi mazingira safi, maana yake naweza kuokoka na malaria. Kwa hiyo hata sisi mamlaka tunatoa elimu ya bima kwa maana ya kumtengenezea mtu uwezo wa kujikinga. Lakini la pili ni kumlinda mwananchi. Kumlinda mwananchi kwa maana kwamba kuhakikisha kwamba endapo anakuwa ametumia huduma za bima au bidhaa za bima na pengine hakupata zile haki alizotarajiwa kuzipata kwa mujibu wa mkataba, basi sisi ni sikio la serikali, ni mkono wa serikali ambao tumepewa jukumu hilo la kupokea na kusikiliza madai au malalamiko mbalimbali ambayo yanatokana na huduma za bima hapa nchini. Kamanda wa kanda maalum wa Jeshi la Polisi Afande Jumanne Muliro alitoa taarifa ya kumkamata mtu ambaye alijihusisha na vitendo vya udanganyifu kwa kutaka kuidanganya kampuni moja ya bima kwa kutoa taarifa za uongo kwamba gari zake zimeibiwa baadhi ya vifaa au spare parts. Na sisi baada ya kutoa taarifa ile, sisi kama mamlaka kupitia kwa kamishna wetu mkuu Daktari Bayo Sakware alitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari tarehe 6, akiwa kwanza anashukuru Jeshi la Polisi, lakini pia akitoa rai kwa wananchi kuhakikisha kwamba hawawezi kupata fidia kwa kulidanganya jeshi la wananchi, Jeshi la Polisi, lakini kwa kudanganya makampuni ya bima ili waweze kupata haki hizo. Na msingi wa rai ile ilikuwa ni kwamba katika masuala mazima ya bima, na mtu anapokuwa anadai fidia kutoka kwenye kampuni ya bima, kwanza ni kosa kisheria, kwa sababu swala la udanganyifu ni kosa ambalo linaadhibiwa kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa sababu ni kosa la jinai ambako sisi kama mamlaka hatuwezi kumwajibisha mtu kwa makosa ya kijinai. Sisi tunasaidia serikali kwa sababu tayari kuna mifumo ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kudhibiti makosa ya kijinai. Kwa hiyo sisi kama serikali au tawi la serikali tunawajibika kutoa taarifa kwenye vyombo mbalimbali vya serikali ili kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zinahusika na kusimamia masuala mazima ya makosa ya jinai ikiwemo Jeshi la Polisi yanachukua mkondo wake. Lakini msingi wa maelezo yale ya kamishna ni kwamba katika muktadha mzima au mnyororo mzima wa bima hailipi majanga ya kujitakia. Tunaposema indemnification, kwa sababu kanuni zinazolinda sekta ya bima au msingi mzima wa madai ya bima ni kukurejesha kwenye hali uliyokuwa nayo kabla ya janga, na lile janga liwe la bahati mbaya, ndio msingi wa bima. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amejitakia mwenyewe, kwa mfano acha yule aliyefanya wizi au udanganyifu, katoa vifaa kwenye gari alafu akadanganya serikali kupitia kwenye makampuni ya bima, hata kama wewe unaendesha gari yako mwenyewe ukaamua kuigonga kwa makusudi, ikithibitika kwamba wewe umejitakia lile janga, kampuni ya bima haiwezi kulipa, kwa sababu msingi wa bima ni kulipa majanga ya bahati mbaya. Kwa upande mwingine, ametoa rai kwa watumiaji wengine kutambua madhara ambayo watayapata endapo watafanya matukio kama hayo. Kwanza ilikuwa ni kutoa wito kwa umma kuacha ile tabia ya kuweza kwenda kudanganya makampuni ya bima
au kudanganya serikali kwamba wamepata majanga na wakati si kweli. Lakini pili, sisi kama serikali kwa maana mamlaka ya bima Tanzania tumejipanga vizuri. Kwanza kuweka mazingira wezeshi. Moja, kuwasajili watu ambao tunaita wachunguzi wa bima, private investigators. Ajali inapotokea kuna watu ambao ni maalum tumewasajili kwa vigezo kuhakikisha kwamba wanaweza kwenda kuchunguza lile tukio. Je, lile tukio ni msingi wake ni upi? Kama ni udanganyifu, dai lile alilipiki. Na si kwamba tu alilipiki, hatua zinazostahiki ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au chombo kingine chochote kinachostahili kushughulikia jambo lile, then taarifa inatolewa, na sisi kama mamlaka tunaendelea kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.